Day 2 News. We enlighten the dark side. Moja kati ya story inayotrendi mitandaoni kwa sasa ni hatua ya vyombo vya ulinzi na usalama hapa nchini kufanya mazoezi ya pamoja katika viunga vya jiji la Dodoma, kwa maelezo kuwa mazoezi hayo ni kwa lengo la kujenga umoja na mshikamano baina ya askari wa vyombo vya ulinzi na usalama hapa nchini. Mazoezi hayo yanajumuisha vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la polisi, jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, jeshi la magereza, idara ya usalama wa taifa TIS na vyombo vinginevyo, ambapo wamekuwa wakifanya mazoezi mepesi ya viungo vya mwili ikiwemo kukimbia na kutembea katika viunga mbalimbali vya jiji la Dodoma. Kupitia mitandao yake ya kijamii ikiwemo kurasa wa Instagram wa jeshi la polisi hapa nchini limechapisha picha mbalimbali za mazoezi hayo ya vyombo vya ulinzi na usalama, huku akisindikiza na maelezo kwa maana ya caption inayosomeka kama ifuatavyo. Ni kupitisha kwenye hii caption ambayo imeandikwa kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa jeshi la polisi ambao wanatumia policy.tanzania. #mazoezi yenye kichwa cha habari: askari wa vyombo vya ulinzi na usalama wafanya matembezi ya pamoja Dodoma. Jeshi la polisi makao makuu kwa kushirikiana na polisi mkoa wa Dodoma, vikosi vingine vya ulinzi na usalama, Septemba 26, 2025 wamefanya matembezi ya pamoja, yani route march, katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dodoma. Lengo kuu la matembezi hayo ni kuimarisha mshikamano baina ya vyombo vya ulinzi na usalama, kuhamasisha afya miongoni mwa askari pamoja na kuonesha umoja na utayari wao katika kulinda amani na usalama wa nchi. Hiyo ndio caption ambayo imeandikwa kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa Polisi Tanzania. Mazoezi hayo yamezua gumzo kubwa mitandaoni, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania ambapo unatarajiwa kufanyika mnamo Oktoba 29, 2025, na hapa tunavyozungumza wagombea wa vyama vya siasa takriban 18 wanaendelea kuzunguka huku na kule wakishambulia majukwaa ya kuomba ridhaa na kuongoza wananchi wa Tanzania kupitia sanduku la kura. Wengi wamekuwa wakihusisha mazoezi hayo na kile kinachoitwa maandamano ya amani ya kupinga uchaguzi mkuu wa mwaka huu, ambapo baadhi ya wanaharakati mitandaoni wamekuwa wakihamasisha wananchi kufanya maandamano katika siku ya uchaguzi, yani tarehe 29 Oktoba, jambo ambalo tayari jeshi la polisi limeshaonya mara kadhaa kwamba halikubaliki na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya waandamanaji. Sasa baada ya jeshi la polisi kuweka picha na maelezo katika ukurasa wake wa Instagram kuhusu mazoezi yaliyofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama, wapo wananchi ambao wameenda pale pale katika ukurasa huo na kuanza kutoa maoni yao, huku baadhi yao wakionekana kuhisi kutishwa na mazoezi hayo. Naomba nikusomee comments kadhaa kama zilivyoandikwa na wananchi katika ukurasa wa Instagram wa jeshi la polisi Tanzania ili uweze kufahamu. Anasema kwamba kuleni tizi wenetu, mapafu ya full tank, maana hiyo siku si mchezo. Mwingine anasema fanyeni sana, ila Oktoba 25 akaika emoji za moto. Oktoba tunatoka, mtachagua mkalinde wapiga kula au wapiga spana ufisadi. Ameandika Ibra_designer, ameandika hivyo hivyo wapiga kula. Naomba mfanye na ya kukimbia, maana Oktoba 29 ni mpera. Ni comment nyingine pia ambayo inaonekana hapa. Mjukuu_Adam, hizi comment inaonyesha jinsi watoto 2000 wanataka kurudisha Tanzania yao. Hiki kizazi moto nyie. Wakati comment nyingine anasema ili tusifike bungeni poleni, bora mle tizi maana, afu akacheka. Alafu comment nyingine pia ni emoji za vicheko. Ni baadhi ya comment ambazo zinaonekana hapa. Comment nyingine huyu hapa mwingine pia anacheka. Comment ambazo zimekuwa na hisia ambazo unaweza ukasema ni tofauti kulingana na kile ambacho kila mtu amekuwa kiamini. Of course, mara kadhaa jeshi la polisi hapa nchini limekuwa likiposti picha za maafisa wake kufanya mazoezi na kueleza kuwa ni mazoezi ya kuondoa tu utimamu, ni mazoezi ya kawaida tu ya kuondoa utimamu wa mwili, lakini picha ambazo zinapostiwa hivi karibuni zimekuwa gumzo, hasa baada ya maelezo kwamba sio mazoezi ya polisi pekee bali pia vyombo vingine vya ulinzi na usalama navyo vilihusika katika mazoezi hayo. Wanaharakati mbalimbali pamoja na baadhi ya wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho kimekataa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kilishinikiza mabadiliko ya sheria, wamekuwa kihamasisha maandamano katika siku za kupiga kura. Hata hivyo haijajulikana maandamano haya yatakuwa ni kuanzia wapi na kuelekea wapi, na kama watapeleka taarifa polisi saa 48 kabla ya maandamano kama ilivyo utaratibu wa kisheria. Baadhi ya wanaharakati wanaohusika kuhamasisha maandamano kupitia mitandao ya kijamii ni pamoja na Mange Kimambi ambaye ni mkazi wa Los Angeles nchini Marekani, pamoja na Maria Tseshai Sarungi ambaye ni mkazi wa Nairobi nchini Kenya.
Wanaharakati hawa wanaunga mkono kauli mbiu ya Chadema ya no reform no election, yenye maana kwamba kama hakuna mabadiliko ya kisheria basi hakutakuwepo na uchaguzi mkuu mwaka huu. Hii sio mara ya kwanza kwa Mange Kimambi kuhamasisha maandamano Tanzania, huku naye pia akishiriki maandamano akiwa nchini Marekani. Mwaka 2017 alifanya hivyo, huku ajenda kuu ikiwa ni kupinga utawala wa Rais John Magufuli kwa madai kwamba ulikuwa ukikandamiza uhuru wa kidemokrasia pamoja na haki za binadamu. Lakini maandamano yaliyofanyika Marekani na nchi zingine duniani yalipata waandamanaji, huku hapa nchini waandamanaji wakishindwa kabisa kujitokeza baada ya vyombo vya ulinzi na usalama kuonya vikali, huku watu kadhaa wakionekana kutaka kushiriki wakitiwa nguvuni chapchap na jeshi la polisi. Hii ni Day 2 News, mahali ambapo uchambuzi wa kina wa siasa za kitaifa na kimataifa na habari zilizofanywa utafiti na uchunguzi zinapatikana. Asante kwa kutufuatilia na usisahau kusubscribe YouTube channel yetu na kutufollow Instagram @Day 2 News for more updates. Day 2 News. We enlighten the dark side.